Arise and shine. Usiogope. Amini tu. Kwa majina naitwa Marian Richard Mabonye, naishi Dar es Salaam. Naishi Dar es Salaam. Ndio mtongo. Karibu. Mimi ni mzaliwa wa kwanza wa watoto wanne. Nyumbani kwetu tuko wanne. Mimi ni firstborn na wadogo watatu, wa kiume mmoja na wa kike wawili. Ndio. Kuna changamoto ilitokea kwenye familia yetu, wazazi wangu yani babangu na mamangu walitengana. Kwa hiyo ikasababisha familia kuyumba, ikayumba yani sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa naishi kwenye mikono ya ndugu kwa wakati huo ambao nilikuwa nasomeshwa. Kwa hiyo nilipokuwa nimegraduate nimeona kuna hali ya nyumbani ambayo haiendi sawa, especially kwa wadogo zangu. Kwa hiyo nikasema kwamba siwezi kuacha hii situation iendelee hivi, kwa sababu nikisema kwamba niache itaendelea ni hata kwa vizazi vyetu vinavyokuja. Kwa sababu ilifika situation ya kwamba wanasema hawezi kuendelea hata na shule kwa sababu maisha yalikuwa ni magumu. Kwa hiyo sasa nikaomba ruhusa kutoka mahali ambapo nilikuwa nalelewa niende. Ilikuwa kidogo inaita changamoto, lakini nilijipa moyo kwa sababu mmoja wa watu ambao ninajifunza kutoka kwao ilikuwa ni Ibrahim. Nikasema kama Ibrahim alitoka na akafanikiwa, nitatoka na ndugu zangu watafanikiwa. Kwa hiyo nilipotoka hali haikuwa rahisi. Ndio. Nilifahamu madhabahu hii mwaka 2021 Disemba. Wakati nimetoka to graduate nilikuwa sina kazi, sina chochote. Yaani nimeanza maisha sina kitu. Ndio. Kwa hiyo wakati nimetoka mdogo wangu wa pili alikuwa anasoma udaktari wa mifugo. Miaka 5 kule alipokuwa anasoma na ni kozi ambayo inahitaji hela nyingi. Mdogo wangu wa tatu alikuwa anasoma udaktari wa mambo ya nutrition na kutibu watu kupitia vyakula. Na mdogo wangu wa mwisho alikuwa ndo kwanza amemaliza form 4 anasoma mambo ya hotelia. Kwa hiyo sasa wadogo zangu wakaniambia kwamba mazingira ni magumu dada hivi na hivi. Nikasema kwamba kwanza tuombe rehema kwa wazazi wetu. Mungu awarehemu kadri siku zinavyoenda, lakini nikaongea na Mungu moyoni mwangu nikasema Mungu, sitaki hali iende. Sitaki wadogo zangu waishi kwenye mazingira magumu, utafanya njia tu pasipo na njia. Ndio. Kwa hiyo wakati nimetoka Mungu akaniinulia kazi. Nikapata kazi. Nilipopata kazi nilikuwa najiunganisha na madhabahu. Nilikuwa natoa sadaka ndio, lakini nilipopata kazi, nilipokuwa napata mshahara, nilikuwa natoa zaka kubwa, yani tofauti na yale mahesabu ya zaka. Ndio, tofauti na mahesabu. Unatoa zaidi. Ndio, tunajua kwamba ni 10% ya mapato ambayo unayapata, lakini kuna kipindi hata urembo kidogo niliweka pembeni. Nikasema urembo kaweka pembeni. Hata kusuka sisuki, naenda kutoa sadaka zaidi. Nilipokuwa nazidi kutoa sadaka ya zaka kubwa, nikawa napata mapato zaidi. Pigia Yesu makofi. Watu wengi hawajajua siri hiyo. Mapato yalipoongezeka nikasema hapa najiunganisha na kuwa partners wa Arise and Shine. Najiunganisha na kuwa partners. Kwamba natoa hela za kama kawaida, nikaendelea vile vile na nikaendelea kuwa partner wa Arise and Shine. Hata kama kuna kipindi labda hela haijasa, natoa vile vile hata kama nimepata mshahara mdogo, yani zaka yangu inabaki pale. Ndio. Nakuja natoa. Mungu ni mwaminifu sana. Ikatokea situation nilikuwa naanza kufuatilia passport. Pakatokea changamoto hizi na pale, lakini Mungu ni mwema, nikapata passport yangu ambayo ni hii hapa kwa sasa hivi tayari. Mungu akaninulia mtu sahihi ambaye alinisaidia nikapata passport yangu, na nikasema moyoni mwangu, kwa sababu kipindi cha nyuma cha maisha yetu, mimi ni mtoto wa kwanza nilipozaliwa, wadogo zangu walipofuatia walizaliwa Botswana. Kwa hiyo nikasema Mungu, nataka yale maisha yanarudi. Unaona? Kwa hiyo sasa siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, ikatokea situation ya mdogo wangu wa pili ambaye anasomea udaktari wa mifugo, akanishirikisha kwamba dada, kuna hiki na hiki, lakini inahitajika kwanza 5 milioni. Alafu pia nataka nipate passport, driving license, vitu vingi. Nikamwambia najua iko kitu hakipo kwenye mikono yetu, lakini tutakipata. Kwa hiyo siku zilipoenda akaniambia hivi, naomba tujaribu. Nikamwambia haya, tujaribu. Tulipojaribu, Mungu ni mwema, ikatoka offer ya kazi. Ndio. Nikamwambia okay, tunaanza. Passport tunayo sina. Uzuri nilikuwa tayari na passport. Kwa hiyo nikawa najua tunaanzia wapi. Document zipi ni sahihi za kuattach. Kwa hiyo tukafuatilia, Mungu ni mwema, akapata passport yake. Passport yake? Yes, mdogo wangu anaitwa Lucas. Ndio, akapata passport. Alipopata passport anahitaji driving license, na mdogo kidogo nina mambo mengi. Yaani nilikuwa nahudumia familia yangu. Mazingira yako hivyo. Kwa hiyo driving license Mungu akamuinulia mtu. Akamfanyia mpango, akaenda akasoma, akapata driving license ya class ambazo anahitaji. Ndio. Kwa hiyo hilo lilikuwa limeisha. Sasa offer ilivyoenda kule, kwa hiyo offer ilivyokuja tukasema usijui kama atapata. Lakini sasa ikatokea kwamba kwenye
zile process za kupata hiyo internship yake anatakiwa afaulu kwa ufaulu wa 3.5 GPA. Ambapo kwa masomo ya madaktari ya mifugo kidogo ni ngumu kupata. Kwa hiyo nimeshare na media. Mungu ni mwema, kwenye matokeo yake akapata 4.5 GPA. Pigia Yesu makofi. Ni A, B+, B+, basi hamna hata C. Ndio. Kwa hiyo kila kitu kikanitia moyo, nikasema huyu mtu lazima atoke Tanzania huyu. Ndio. Lazima atoke. Yaani lazima atoke pia akafanikiwe kwenye vitu vyake vyote anavyovitaka. Baada ya hapo akasema sasa hivi tuna changamoto ya hela, sasa tunafanyaje? Nikamwambia tulia, tuombe Mungu. Okay, kuna siku moja niliamka usiku, ilikuwa ni usiku wa kuvunja madhabahu kama hicho. Kwa hiyo wakati wa kusali tulisali, wengine wakasinzia. Maana wadogo zangu ilikuwa kuna ile wakija, maana hatuna nyumbani, wanakuja mahali ambapo tunakaa wote. Kwa hiyo alipokuwa anasinzia, nikachukua mafuta ya upako, nikawa nawapaka kwenye vipaji za uso zao, na kitamka kwamba utaenda nchi hiyo unayotaka, na yule mwingine namtamkia kwamba utafaulu vizuri na utapata internship, paid internship. Mungu ni mwema. Mdogo wangu wa tatu ambaye alikuwa anasema udaktari wa mambo ya binadamu kutibu kupitia chakula, akawa amefaulu vizuri, akawa amegraduate Dodoma, tukaenda, na Mungu ni mwema. Yani kipindi cha internship yake imekuwa rahisi, akapata nafasi hospitali ya Benjamin Mkapa iliyopo Dodoma. Pigia Yesu makofi. Ndio huyo hapo. Ndio huyo hapo, ndio anaitwa Gloria. Pigia Yesu makofi mazuri. Namshukuru Mungu sana. Sasa ikabaki huyu mwingine. Yes, huyo ndio Gloria. Kwa hiyo sasa ikabaki kwenye situation ya mdogo wangu wa kiume. Passport tumepata, visa nchi ambayo nataka kwenda kidogo iko na changamoto. Kuna picha ambayo ndio huyo hapo. Ndio huyo ndio. Ilikuwa na changamoto, lakini kuna Mungu alininunulia mtu ambaye sijaweza kutuma picha maana hajanipa ruhusa bado. Yeye sio Mtanzania, ametoka, ni mtu wa Lusenia. Kwa hiyo akanishauri baada ya vitu kwa namna kupata visa ile kirahisi kwa haraka. Akapata. Amepata visa ya Denmark tayari. Denmark. Ndio. Pigia Yesu makofi. Na hapa ninapoongea alfajiri ya leo niliwatumia tiketi wadogo zangu ambao huyu ambaye yuko Udom, maana kesho inabidi ingie kazini, na yule mdogo wangu ambaye yupo na ambaye nakaa naye, nikamwambia njoo nyumbani. Sasa wanahisi nikuja nyumbani kwa ajili gani? Maana hiki kitu nilikiweka kwenye moyo wangu. Nakumbuka mtume alishakufundisha kwamba usiwe mtu mwepesi kuongea vitu. Kwa hiyo hapa hata ninapoongea muda huu mama yangu hajui, hata kama mdogo wangu kashatoka Tanzania, anaona hapa. Hawajui. Kama anaangalia anaona hapa. Pigia Yesu makofi. Ameshaondoka. Ndio huyo. Alfajiri ndio, na tunapoongea muda huu ameshatua kwenye airport ya Ethiopia, kuna muda wanasubiri flight ya kwenda Denmark. Pigia Yesu makofi. Ndio huyo. Ndio huyo hapo. Naachilia upako kwenye familia yenu kupitia wewe, watu wakasafiri. Watu wakavuka mipaka. Historia ikabadilike. Hapo mlikuwa mnamwaga. Yes, hapo tulikuwa tumemwaga ndio kwa kufisha yule. Familia hapo tumekuja kumwaga. Pigia Yesu makofi mazuri. Nani mtenda miujiza? Nimefurahi mtume na kitu kimoja ambacho nilikuwa naongea sana na wadogo zangu kuhusu maisha. Tulikuwa tunasimamia sana Zaburi ya 71 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema nimekukimbilia wewe nisiaibike milele. Nimekukimbilia wewe. Chochote, yani naweza kaa na shida ndio, lakini nasema ni kimbilio letu ni Mungu jamani. Tumkimbilie Mungu wakati wote. Binadamu sawa wanaweza kukupa msaada, lakini tulipomkimbilia Mungu alitusaidia kwa haraka. Amen. Njoo hapa. Nani mtenda miujiza kwenye familia yenu? In your family. Wewe ambaye unafuatilia kipindi hiki na ibada hii, you follow this utakuwa sababu ya familia yenu kufanikiwa kila eneo. You be a reason of your family to prosper in every area. Pokea neema. Receive grace. Mungu amekutumia kwenye familia yenu na Mungu akuinue na wewe na kufanikisha zaidi. Tukufu kwa Mungu aliyefungua maisha yako na kuongeza mara 7. Nuru yako ikang'ae. Amen.